Imempendeza Bwana. Hatujaja hapa kwa bahati mbaya. Hatujaja hapa kwa sababu tulikuwa tunajua tutafika. Ila ni huruma za Bwana. Ila ni huruma za Bwana. Nipende kuwashukuru wahubiri wa kwanza kwa maana ya kwaya, jinsi ambavyo wamtukuza Bwana kupitia uimbaji. Bwana awabariki sana. Lakini siku ya leo ikiwa ni siku ya huduma ya meza ya Bwana, huduma hii tutaendelea kujifunza na tutaendelea kujihusisha nayo hata katika makao ya milele. Basi nipende kukaribisha katika somo la siku ya leo, na tuombe kwa ajili ya huduma leo. Baba yetu mwema uliye mbinguni, tunakushukuru sana sana kwa rehema na fadhili zako. Lakini kwa kuwa imekupendeza na umetupatia nafasi ya kujifunza tena leo maandiko matakatifu itakayoambatana na huduma hii, nitumie kama chombo tu. Maana ukaniacha hata sekunde moja sitaweza. Ninahitaji Roho wako Mtakatifu, malaika zako walinzi na jeshi lote la mbinguni waungane pamoja nasi katika ibada ya siku ya leo. Na hata yule aliyekata tamaa Bwana katika maisha haya, mpatie matumaini. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwaminifu sana siku zote za maisha yetu. Ndivyo tunavyoomba na kuamini na kushukuru kwa jina la Yesu. Amina. Nipende kuwakaribisha katika somo la siku ya leo ambalo lina kichwa kinachosema meza ya Bwana na utumishi. Bwana asifiwe. Meza ya Bwana na utumishi. Meza ya Bwana na utumishi. Hilo somo la siku ya leo. Huduma ya meza ya Bwana, sehemu nyingi sana imefundishwa ni kwamba tunakumbuka na kuadhimisha kafara ya Yesu pale msalabani, na ni kweli. Lakini leo nakuleta katika zana ya pili ambayo haijafundishwa sehemu nyingi sana. Meza ya Bwana na utumishi. Bwana asifiwe. Yesu alipokuja hapa duniani, kazi iliyomleta katika dunia hii ilionekana ni kubwa sana, na eneo ni kubwa sana. Na Biblia iko wazi, anasema kwamba alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Bwana asifiwe. Alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Lakini kwa sababu kazi inaonekana ni kubwa na maeneo mengi, wako wakazi wa dunia hii na lazima waokolewe, alichagua baadhi ya watu ambao watatumika. Na sio kwamba Yesu mwenyewe alikuwa hawezi kufanya, hata malaika wangetumika kwa ajili ya kumwokoa mwanadamu. Lakini sisi wanadamu kupewa nafasi kwa ajili ya wokovu wa wanadamu wenzetu ni neema na upendo wa ajabu usio na kifani katika vizazi vyote vya dunia hii, hata katika uzima wa milele. Alipotambua kila mmoja aliitwa, lakini lengo kubwa ni kwenda kuokoa roho za watu. Bwana asifiwe. Hata leo sisi tumeitwa ndani ya kanisa hili. Mwingine ni mzee wa kanisa, mwingine ni shemasi, mwingine ni mkurugenzi wa shule za watu, mwingine ni karani wa kanisa.
amempatia, lakini kusudi likiwa mkaokoa roho za watu. Bwana asifiwe. Mkaokoa roho za watu. Wengine walimiliki kuacha mashamba, wengine walimiliki kuacha baba na mama, wengine waliacha kazi zao za uvuvi, wengine waliacha kazi zao za ofisini kwa maana daktari, wakamfuata Yesu. Bwana asifiwe. Wakamfuata Yesu. Lakini walipomfuata Yesu, siku zilivyokuwa zinaendelea kwenda mbele, wengine wakasahau wito wao ambao Yesu amewaitia. Wakasahau. Baada ya kusahau, ndipo likaja kundi la kwanza wakamwendea Yesu. Kwa sababu wamesahau wito ambao Yesu amewaitia, wakiwa wamesahau, wakafuata Yesu. Kitabu cha Mathayo 19. Injili ya Mathayo sura ya 19. Meza ya Bwana na utumishi. Fungu lile la 27 hadi fungu la 30. Mathayo 19. Ndio. Mathayo 19 fungu la 27. Ndio. Hilo ni kundi la kwanza. Kwa sababu wamesahau kile ambacho Yesu amewaitia. Ndio. Ndipo Petro akajibu akamwambia. Petro akiwa ni miongoni mwao, akamfuata Yesu akamwambia, ndio. Tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata. Sisi tumeacha vyote tukakufuata. Ndio. Tutapata nini basi? Tutapata nini basi? Yesu akawaambia. Subiri mtu wa Mungu. Wakafuata Yesu akamwambia Yesu, sisi tumeacha vyote, tumeacha mashamba, tumeacha wazazi wetu, tumeacha kazi zetu za uvuvi, tutapata nini basi? Ndio. Yesu akawaambia. Yesu akamwambia, amini nawaambia ya kwamba nyinyi mlionifuata mimi. Yesu anapowatazama anamwambia Petro na wale wote waliokuwa pale, kwamba rafiki, ninyi ambao mmeamua kunifuata mimi, ndio, Katika ulimwengu mpya, katika ule ufalme wa milele, ndio, atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti, atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha enzi, ndio, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12. Bwana asifiwe. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Yamkini unamwimbia Bwana, unafanya huduma fulani shambani mwa Bwana, hujaelewa kusudi lake. Yesu anasema siku moja uimbaji wako utaketi naye katika kiti cha ufalme mbinguni. Bwana asifiwe. Yamkini unafanya jambo fulani kwa ajili ya utukufu wa Bwana, anasema siku moja utaketi naye katika makao ya milele. Ndio. Mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Kihukumu kabila 12 za Israeli. Na kila mtu aliyeacha nyumba, akiacha nyumba, au ndugu wa kiume au wa kike, ndugu wa kiume au wa kike, au baba au mama, ndio, au watoto au mashamba, au mashamba, kama walivyoacha kina Petro, ndio, kwa ajili ya jina langu, kwa ajili ya jina langu, ndio, atapokea mara 100 na kuurithi uzima wa milele. Atapokea mara 100 na kuurithi uzima wa milele. Bwana asifiwe. Yeyote ambaye atafanya kazi hata kuacha vitu fulani, ataketi na Baba hata kuurithi uzima wa milele. Bwana asifiwe. Hilo ni kundi la kwanza, walikuwa na mashaka. Tunamfuata Yesu, waje tukauliza Bwana mkubwa, sisi tumeacha hivi vitu, tutapata nini? Yesu anamwambia, mtakuwa na sehemu katika uzima wa milele. Bwana asifiwe. Ndio. Lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho. Ndio. Na walio wa mwisho watakuwa wa kwanza. Hiyo sentensi ina maana yake. Walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na walio wa mwisho watakuwa wa kwanza. Sasa kuna mtu anaweza akakukuba, kwa hiyo ikiwa mwisho kusoma lesoni, kumbe siku moja itakuwa wa kwanza. Bwana asifiwe. Sio maana
Ndipo mama yao wana wa Zebedayo akamwendea pamoja na wanaye. Kuna mama mmoja wana wa Zebedayo, huyo ni mama pamoja na Yohana na Yakobo. Yaani wazazi wa Yohana pamoja na Yakobo walikuwa na mama yao pia anayezungumzwa hapo. Walienda moja kwa moja kwa Yesu, ndio. Akamsujudu na kumwomba neno. Wakamsujudu na kumwomba neno, ndio. Akamwambia, "Wataka nini?" "Mnataka nini?" Ndio. Akamwambia, "Agiza kwamba hawa wanangu wawili waketi, mmoja mkono wako kuume na mmoja mkono wako kushoto." Wakati yule mama kwa ujasiri anaeleza, Yesu anawasikiliza, anasema, "Agiza Yesu, mtoto wangu mmoja aketi upande wa kuume, lakini mtoto mwingine aketi upande wa kushoto." Ndio. Mstari 22. 22. Yesu akajibu akasema, "Hamjui mnaloliomba." Yesu anapowatazama anawaambia hawajui wanaloliomba. Kumbe kuna wakati tunaweza tukawa tunaomba jambo lakini kumbe hatujui tunachokiomba. Ndio. Je, mwaweza kunywea kikombe nitakachokinywea mimi? Swali la kwanza. Mateso nitakayopitia mimi kwa ajili ya wokovu wa watu. Je, ninyi mtaweza kupitia mateso haya kwa ajili ya kwenda kuokoa roho za watu? Ndio. Wakamwambia, "Twaweza." Akawaambia, "Hakika mtakinywea kikombe changu, lakini kuketi mkono wangu wa kuume na mkono wangu wa kushoto, ndio, sina amri kuwapa, bali watapewa waliowekewa tayari na Baba yangu." Sentensi nzito mno. Endelea. Na wale 10 waliposikia wakakasirika, wale ndugu wawili. Wale 10 walikasirika, na miongoni mwao walikuwa Yuda Iskariote. Walikuwa na miongoni mwao ambao walichukia na kukasirika sana. Alikuwa ni Yuda Iskariote, ndio. Lakini Yesu akawaita. Akasema, "Mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa watawala kwa nguvu, na wakubwa wao watumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kwenu. Kwenu ninyi haitakuwa hivyo, ndio. Bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu." Lakini mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa, ndilo somo linasema, meza ya Bwana na utumishi. Bwana asifiwe. Anayetaka kuwa mkubwa, ndio, na awe mtumishi wenu. Ndio. Na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu. Mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza, ndio sentensi ambayo Mathayo kule alikuwa anazungumza. Wa kwanza atakuwa wa mwisho, na wa mwisho atakuwa wa kwanza, ndio. Na awe mtumwa wenu. Ndio. Kama vile mwanadamu asivyokuja kutumikiwa, ndio, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia kwa wengi. Yesu alipokuja kuwa fidia kwa ajili ya nafsi na watu wengi, ndio. Ameshia nani? Barikiwa. Sasa nisikilize. Mungu leo hapa. Kundi la kwanza, wao walikuwa wamemfuata Yesu lakini bado wana wasiwasi. Kwamba Yesu, tumekufuata hivi tutapata nini? Lakini kundi la pili, wao walikuwa wamemfuata Yesu kwa sababu ya vyeo. Walikuwa wamemfuata Yesu kwa sababu ya cheo. Walikuwa wamemfuata Yesu kwa sababu ya kuonekana ni mtu maarufu sana. Walikuwa wamemfuata Yesu kwa ajili ya kuonekana kwamba anatukuzwa na kuabudiwa na watu. Walikuwa wamemfuata Yesu ili siku moja waanze kusifia, Petro, uko vizuri. Walikuwa wamemfuata Yesu ili siku moja wasifia, mwambie Yohana, uko vizuri. Kama mahali fulani nilishuhudia mhubiri mmoja alikuwa amehubiri. Baada ya kuhubiri, nje hapo akawa anasalimiana na watu. Alipomaliza kusalimiana na watu, akafuata baadhi ya watu akamwambia, "Vipi leo nimepiga?" Ndicho ambacho wengine walifuata Yesu kwa ajili ya kutaka vifo. Sasa Yesu alipoona na miongoni mwao wakina Yuda wamechukia na hasira, Yesu anawaambia,
ukitaka kuelewa maana ya ufalme wa mbinguni, ambao hutumika kwa ajili ya watu wengine. Hawalielewa watu wazao. Yesu anawaambia kina Petro, ukitaka kuelewa maana ya ufalme wa mbinguni ni kutumika kwa ajili ya watu wengine. Yaani ukitaka kuwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni, hakikisha unatumika kwa ajili ya kusaidia watu wengine. Ndicho kitu ambacho tunakiita unyenyekevu. Bwana asifiwe. Kumwona mwingine ni bora na thamani sana kuliko hata mimi. Bwana asifiwe. Kumwona huyu mtu ni wa thamani sana machoni pa Bwana, lazima nitumike kwa ajili ya kumsaidia. Ndio Mungu anaeleza, anasema hivi, haijalishi huyo mtu unayemsaidia katika mahitaji ya kimwili au kiroho anaishi maisha ya hali gani, tumika kwa ajili yake. Haijalishi ni kwamba anatoka katika jamii gani, nyenyekea kwa maana ya kutumika kwa ajili yake. Yakobo, Yohana na mama yao walienda kwa Yesu wakihitaji kwamba siku moja niketi upande fulani ni wa maarufu sana. Yesu akasema, hilo sio kusudi la kuwaitia. Kusudi nililowaita ni kutumika kwa ajili ya watu wengine. Sasa tunapofika mwisho, nisikilize. Kitabu cha Yohana sura ya 13 kuanzia aya ya kwanza mpaka ya 17. Leza tu fupi. Ndipo Yesu anaona kwamba hawa watu bado wao wenyewe bado wana wivu. Wao wenyewe bado wana hasira. Hawako tayari kutumikiana wao kwa wao. Hawako tayari kumwona mtu fulani ni wa thamani sana kuliko mtu mwingine. Ndilo lengo miongoni mwa malengo ya kuanzishwa kwa hili kitu. Bwana asifiwe. Ili waelewe maana ya kuwa mwanafunzi wa Yesu, ili waelewe maana ya kuitwa mwanarejea anayemsubiri Yesu kuja duniani mara ya pili, ndio lengo la pekee. Bwana asifiwe. Ndio lengo la pekee. Kitabu cha Yohana 13, anza kusoma fungu la kwanza, mtu wa Mungu, haraka kabisa ili tumalize. Inasema, basi kabla sikukuu ya Pasaka, ndio Yesu naye akijua ya kuwa saa yake imefika. Yesu anajua saa yake imefika, ndio atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba. Ndio. Naye aliwapenda watu wake katika ulimwengu. Ndio. Aliwapenda upeo. Hata wakati wa chakula cha jioni. Naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda. Ibilisi akiwa ameingia ndani ya Yuda, ndio. Mwana wa Simoni Iskarioti. Moyo wa kusaliti. Ndio. Yesu haya akijua ya kuwa Baba amempa vyote mkononi mwake. Ndio. Na ya kuwa alitoka kwa Mungu, naye anakwenda kwa Mungu. Aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake. Yesu, ndio. Akatoa kitambaa akajifunga kiunoni. Kitendo cha Yesu kuchukua kitambaa na kujifunga kwenye kiuno, ishara yake ni kwamba Yesu ni mtumwa. Amekuja kutumika kwa ajili ya watu wengine. Ndio. Kisha akatia maji katika bakuli. Ndio. Akaanza kuwatawaza wanafunzi miguu. Na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Ndio. Hivyo yuaja kwa Simoni Petro. Alipokuja kwa Petro, ndio. Huyo akamwambia Bwana, wewe wanitawaza miguu mimi? Yesu, Bwana mkubwa, mheshimiwa, unanitawaza miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia Petro, nifanyalo wewe hujui sasa. Ninalolifanya huwezi kulijua. Ndio. Lakini utafahamu baadaye. Ndio. Petro akamwambia Yesu, wewe hutanitawaza miguu. Huwezi kunitawaza mimi miguu. Yesu akamwambia kama nisipokutawaza huna shirika nami. Nisipokutawaza miguu huna ushirika nami. Kwa lugha nyepesi,
kuelewa maana ya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Bwana asifiwe. Huwezi kuelewa maana ya kumsubiri Yesu kuja duniani mara ya pili. Huwezi kuelewa. Huwezi kuelewa maana ya kumheshimu mshiriki mwenzako. Huwezi kuelewa. Ndio Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu. Baadaye Roho wa Mungu anasukuma moyo wa Petro akasema, kwa staili hiyo sio miguu tu, ndio hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Alitaka aoge. Yesu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga hana haja ila kutawaza miguu. Aliyekwisha kuoga hana haja ya kutawaza miguu. Ndio. Bali yu safi mwili wote. Nanyi mmekuwa safi lakini si nyote. Ndio. Alikuwa anazungumzia habari ya Yuda. Ndio. Kwa maana alimjua yeye atakayemsaliti. Ndio. Ndio maana alisema si nyote mlio safi. Ndio. Basi alipokwisha kuwatawaza miguu, na kuyatoa mavazi yake, na kuketi tena, akawaambia, Je, mmeelewa na hayo niliyowatendea? Anaanza kuuliza, hivi hicho nilichowatendea ni watawaza miguu, hivi unaelewa maana yake? Ananiuliza mshiriki na wazongo, hivi ninaposhiriki meza ya Bwana ninatawaza miguu, hivi ninaelewa maana yake? Muulize jirani yako, hivi unaelewa maana yake? Bwana asifiwe. Ndio. Ninyi mwaniita mwalimu, Ninyi mnaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Ndio. Maana ndivyo nilivyo. Ndio. Basi ikiwa mimi ndio niliye Bwana na mwalimu, nimewatawaza miguu, imewapasa vivyo kutawazana miguu ninyi kwa ninyi. Imewapasa na ninyi kutawazana miguu ninyi kwa ninyi. Ndio. Kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea, nanyi mtende vivyo. Kama vile Yesu alivyofanya, anasema ndivyo na sisi lazima tufanyiane hivyo. Bwana asifiwe. Lazima tufanyiane hivyo. Ndio. Amini nawaambia. Shauri 17. Ndio. Ninyi mtumwa si mkuu kuliko bwana wake. Wala mtume si mkuu kuliko yeye aliyempeleka. Ndio. Mkiyajua hayo, heri nyinyi mkayatende. Kujua haisaidii. Yesu anasema abarikiwe atakayeyatenda. Kujua maana kutawazana miguu haitakusaidia. Heri atakayeyatenda. Yesu aliacha vitu vingi mbinguni. Wale wanaoandika Wafilipi sura ya 2 fungu la 5 mpaka la 7. Yesu aliacha vitu vingi sana mbinguni vya thamani. Sasa nikurudishe tunapofika mwisho sasa. Wakiwa kila mmoja na kiburi, wana majivuno, wanajiona ni wa thamani sana. Kama vile tuko mjini leo tunawakilishwa na makundi hayo, jamii ya kina Petro, jamii ya kina Yohana. Yesu alichokuwa anakiongelea, sikiliza mtu wa Mungu na mshiriki mwenzangu wa kanisa hili la Zoe, nisikilize kwa makini sana. Unapoenda kwenye huduma ya meza ya Bwana, sikiliza kwa makini sana. Unaposhiriki huduma ya meza ya Bwana, kile kitendo cha kushika mguu wa mshiriki mwenzako, umeshika mguu kiroho, maana yake ni hivi: unamwambia Yesu, niko tayari kutumika kwa ajili ya kumsafiri mwenzangu wa kwenda mbinguni. Atakapohitaji lolote la kiroho, sitamsengenya, nitamsaidia naye aokolewe.
akiwa na shida kwa mahitaji ya kimwili, siwezi nikamcheka, bali Yesu nitatumika kuhakikisha naye chakula ninachokula na yeye atapata chakula cha kimwili. Huu ndio unyenyekevu. Bwana asifiwe. Nitakapoona mshiriki fulani analo changamoto fulani, wakati fulani nitashiriki hata kumwombea. Ndio maana namshika. Hiyo ni zana katika utumishi, lakini katika swala la wokovu lina maana yake. Leo nimetamani tugusie maana ya meza ya Bwana na utumishi. Bwana asifiwe. Ni huyu mshiriki ambaye nimeshika mguu, nitakapoona anaenda kwenye njia isiyo sahihi, nitaenda kumshika mkono naye aokolewe tena mbinguni. Bwana asifiwe. Ninapomshika mguu mshiriki mwenzangu, maana yake ni kwamba pamoja na maisha, hata kama anatokea jamii ya namna gani, atakapohitaji msaada, nitatumika kwa ajili ya wokovu wake. Nitatumika kwa ajili ya wokovu wake. Atakapokuja hata nyumbani au akinikuta mahali fulani, atakapohitaji msaada na uwezo ninao wa kumsaidia, sitamwambia siwezi, nitamsaidia. Ndio maana yake katika utumishi. Nitakapoona mshiriki, nitakapoona yule jirani bado hajamfahamu Yesu, niko tayari kumsaidia, kumpa habari za Yesu ili naye aokolewe. Ndio maana Yesu anasema sikuja kutumika, sikuja kutumikiwa, bali kufanyaje? Kutumika. Nitakapoona mshiriki anahitaji jambo fulani, yule jirani anahitaji msaada fulani wa kiroho, msaada fulani katika mambo ya kimwili, nimeshika mguu wa mshiriki wa hapa, niko tayari Yesu kumsaidia yule mshiriki. Wapendwa, Yesu atusaidie sana. Wapendwa, Yesu atusaidie sana. Yesu atusaidie sana. Ukielewa hiyo, uweze kuwa na majivuno. Wapendwa, ukielewa hiyo, uweze kuwa na majivuno. Nikielewa hiyo, siwezi kujiona mimi ni wa thamani sana. Nitaona hata yule mwimbaji mwenzangu ni rafiki kwa Yesu. Bwana asifiwe. Meza ya Bwana na utumishi. Nitakapoona yule jirani bado hajaelewa habari za Yesu, nitaenda kutumika kwa ajili yake. Bwana asifiwe. Nitakapoona huyu mtu anahitaji jambo fulani, niko tayari kumsaidia. Meza ya Bwana na utumishi. Meza ya Bwana na utumishi. Sasa kwa nini Yakobo, Yohana na mama yao walienda kuomba nafasi? Wao walifuata Yesu, walitegemea vyeo. Yesu anasema, hey, kama unataka vyeo ili wakuabudu na kukutumikia kwenye ufalme wa mbinguni, hiyo haipo. Umeitwa kuwa baraka kwa watu wengine. Bwana asifiwe. Umeitwa kuwa baraka kwa watu wengine. Ndipo Yesu anasema, sina amri ya kukwambia hawa mtoto wako mmoja akae hapa, mmoja akae hapa. Maana yake nini? Uzima wa milele na ufalme wa milele unapatikana kwa kuwa na tabia ya Yesu na mahusiano bora ya Yesu. Bwana asifiwe. Ndicho ambacho Yesu alizungumza. Haupatikani kwa sababu kuonekana watu wanakusifu, wanakuabudu na kukutumikia. Niko tayari kutumika kwa ajili ya watu wengine. Bwana asifiwe. Kiongozi wenzangu ulioko hapa, kile kitendo cha kushika mguu wa mshiriki fulani, niko tayari kutumikia washiriki wa kanisa la Songwe. Bwana asifiwe. Niko tayari kutumika kwa ajili yao. Niko tayari kutumika kwa ajili yao. Ninakwambia lengo la Yesu ni kutumika kwa ajili ya kuokoa roho za watu. Bwana asifiwe. Kutumika kuokoa roho za watu. Ni mshiriki mwenzio anapitia wakati fulani, ni wakati wa kutumika kwa ajili ya meza ya Bwana na utumishi. Bwana asifiwe. Meza ya Bwana na utumishi.
Mwisho. Umeelewa? Yesu anahitaji watu wanyenyekevu ambao wako tayari kutumika kwa ajili ya watu wengine. Nimeelewa kwamba ninavyoshika mguu wa mshiriki fulani naanza kutawaza. Maana yake kwamba niko tayari kwa ajili ya kutumikia kwa mali nilizo nazo ili naye aokolewe. Bwana asifiwe. Niko tayari ili naye aokolewe. Simama pamoja nami. Simama pamoja nami. Simama pamoja nami. Wito wa kwanza. Leo kuna ubatizo. Bwana asifiwe. Leo kuna ubatizo. Kwa hiyo kwenye wiki nzima hapa wataelewa hiki ninachokisema hapa. Ambao yuzuia hapa leo wiki nzima watakuwa wanaelewa hiki ninachokisema hapa. Watakuwa wanaelewa. Watafanya kwa kumaanisha. Bwana asifiwe. Watafanya kwa kumaanisha. Hujabatizwa. Unatamani kufanya ushirika pamoja na Yesu. Wakati ule kiongozi wa nyimbo anapoendesha kwa namba 115. Utakuja kusogea mbele pale na kufuria. Unasema natamani kubatizwa. Natamani kusimama upande wa Yesu. Nimegundua kwamba nimeitwa kuwa mbaraka kwa watu wengine. Lakini ninaamua leo kusimama upande wa Yesu kwa njia ya ubatizo. Sogea mbele. Unasema nimeamua kufanya ushirika pamoja na Yesu